Jina langu ni Dr. Sweetbet Zakaria Mkama, ni mgombea wa ubunge katika jimbo la Ukerewe katika uchaguzi utakaofanyika tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka huu wa 2025 kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi imeweka umuhimu mkubwa katika sekta hii ya miundombinu katika jimbo letu la Ukerewe. Nadhani wewe sio maini sana Ukerewe. Kwa sisi Ukerewe ni wilaya kongwe. Kwanza tulikuwa wilaya ya kikoloni tangu mwaka 1920 na ni moja ya wilaya kongwe wakati tunaanza kukua halmashauri. Mkoa wa Mwanza ulianzishwa mwaka 64 kuwa na wilaya 4 ya Ukerewe, Mwanza, Kwimba na Geita. Lakini ukiangalia maendeleo ya Ukerewe katika sekta ya miundombinu hayalingani na umri wake. Sisi sasa hivi kwenye barabara kuu katika miaka 61 kuwa halmashauri tuna kilomita 7 tu za lami. Kwa kipaumbele changu cha kwanza ni kuhakikisha kwamba tunaongeza kilomita za lami. Lengo katika muda mrefu tupate hata kilomita 100. Kwa kipaumbele changu cha kwanza ni kuhakikisha tunaanza safari ndefu ya kuwa na barabara za lami zenye urefu wa kutosha, ili sasa tuendane na ukongwe wa wilaya yetu. Kwenye sekta ya afya, sera ya Chama cha Mapinduzi ni kuwa na kituo cha afya kila kata na kuwa na zahanati kila kijiji. Mpaka sasa wilaya yetu hatujafikia lengo hilo. Kwa hiyo tutajitahidi wakati inavyowezekana kupigania ili walau kila kijiji kipate zahanati na kila kata ipate kituo cha afya. Katika ilani hii tunaokwenda nayo kwa miaka 5 inayokuja, Ukerewe nadhani tumepangiwa kuongeza zahanati 16. Kwa sasa tuna zahanati nadhani 34 na kuongeza pia vituo vya afya 3. Kwa sasa tuna vituo vya afya 6. Kwa hili nitalipigania kwa nguvu, tuhakikishe haya yaliyo kwenye ilani yanafanyika. Tutasaidia sana katika kuboresha sekta ya afya na kupunguza kero ya wananchi kusafiri mwendo mrefu kwenda kupata huduma ya afya. Na pia Mheshimiwa Rais alifanya maamuzi ya wilaya yetu kujengewa hospitali yenye hadhi ya rufaa, hadhi ya mkoa. Hiyo hospitali inajengwa katika kijiji cha Bulamba, kata ya Bukindo, na tayari ujenzi wake umeisha anza. Kwa nitashirikiana na viongozi wenzangu katika wilaya, chama, halmashauri, ofisi ya mkuu wa wilaya kuhakikisha kwamba ile hospitali inakamilika katika kipindi kilichopangwa. Kwa sasa hivi kitokea dharura ya mtu kuumwa usiku, ni mpaka aidha asafirishwe kwenda Mwanza au asafirishwe kwenda Bunda huko au Msoma huko. Na usiku, ikiwa ni usiku, Ukerewe inakuwa kifungoni. Kunakuwa kuna usafiri wa feri wala wa boti. Huwa kuna ambulance ya halmashauri, lakini gharama yake kwa watu wengi kutokana na hali ya kiuchumi hawawezi kumudu. Kwa hiyo hospitali ya rufaa hii itakuwa ni ukombozi mkubwa katika sekta ya afya katika wilaya yetu ya Ukerewe. Hili jina baada ya kufika mimi nikaanza kufanya
shughuli zangu za kijamii. Nikatoa mafuta kwa bodaboda, nikaweka taa kwenye baadhi ya magenge ya kina mama ya jioni. Nikaenda kwenye chama changu, nikakarabati ofisi ya chama ya wilaya, nikajenga ofisi ya kata kwenye kata yangu ya Bukinda na ofisi ya tawi kwenye kijiji changu cha Msozi. Kwa watu wakaanza kuniita Aziz Ki. Hapana, mimi ni mzee wa Msimbazi. Sasa sasa Aziz Ki pia kwa naitwa Master Ki. Sasa kwa sababu sio mshabiki wa Yanga, nikaamua kuchukua la Master Ki. Na uzoefu wangu pia wa utendaji kazi, mimi nilikuwa mtendaji wa muda mrefu, kwa naibu katibu mkuu. Kwa hiyo viongozi wengi serikali naifahamu, hakuna sehemu ambayo nashindwa kwenda. Ndio maana wakaniita Master Ki. Uzoefu wangu serikalini wa miaka 34, wanaamini kwamba, na ni kweli kwamba mimi hakuna mlango wa serikali unaoshindwa kupiga hodi nikaingia, kwa sababu watendaji wengi nimefanya nao kazi. Mimi kwa mtumishi ofisi ya Rais, alama yangu kubwa inaweza sionekane kwa macho, lakini sisi kama watumishi wa ofisi ya Rais, chombo chetu kinakuwa ndio mshauri mkuu wa Rais katika masuala yote ya usalama, ya siasa, ya uchumi, ya yote unayofahamu. Kwa mchango wangu mkubwa huko ambao unaweza usionekane wazi kwa wananchi wengi. Kwa kweli tunamshukuru Rais Samia Suluhu Hassan Daktari. Katika sekta ya elimu kwa kweli hapa napo tumepata shule za kutosha, madarasa yamejengwa kutosha, lakini neema hii pia imekuja na changamoto. Baada ya neema hii imekuja changamoto ya madawati. Kuna baadhi ya shule ina upungufu wa madawati, wanafunzi wanakaa chini. Baadhi ya shule zina upungufu wa matundu ya choo. Halafu kuna madarasa yalijengwa kwa nguvu za wananchi, walihamasishana, yakajengwa, hajakamilika. Kwenye sekta hii, kipaumbele changu cha kwanza kabisa, nataka kuhakikisha wanafunzi hawakai chini tena. Swala la upungufu wa madawati nataka liwe historia ukelewe. Swala la upungufu wa matundu ya choo nataka nao liwe historia ukelewe. Kuna shule, wakati tunapita kwenye hizi harakati za kisiasa, kuna shule moja tuliambiwa kule ile shule ina wanafunzi, shule ya Bukiko, shule ya msingi iko Ukara. Ile shule ina wanafunzi 1400 na matundu 10 ya choo. Ina maana wanafunzi 140 wanachangia tundu moja la choo. Ni hatari. Kwa hiyo wanapopewa ule muda kupumzika ambao ni dakika 20, kama wanafunzi labda 500 wametoka nataka kwenda kujisaidia, kwa dakika 20 hawezi kumaliza. Sasa haya masuala nao nataka niyashughulikie kwa kutafuta pesa kutoka serikali kuu, kutoka halmashauri, na pia kwa kutumia mfuko wa jimbo kuhakikisha swala la upungufu wa matundu ya choo linabaki kuwa historia. Maboma yale ambayo wananchi wamejenga kwa nguvu zao na hayakamilishwa, nataka na yenyewe tuwakamilishe, kwa sababu unapoyaacha hayakamiliki unawakatisha tamaa tena wale wananchi. Unarudi vipi tena kuambia changieni kujenga darasa, na wakati walivyojenga huko nyuma
halijakamilika. Wanataka na yenyewe tuyawekee mkakati maalum, tuhakikishe yanakamilika na yanaanza kutumika. Ni kweli serikali imefanya juhudi kubwa. Ukerewe sasa hivi kila kijiji kina umeme, lakini changamoto imebaki kwenye vitongoji. Vitongoji vingi havina umeme, ni zaidi ya 96, isipokuwa katika hii awamu sasa hivi serikali italeta umeme katika vitongoji 96. Nitasimamia kuhakikisha kwamba vitongoji hivyo vinapata umeme kama ilivyoahidiwa kwenye ilani ya uchaguzi. Lakini pia kuna mradi wa umeme wa jua unagharimiwa na Benki ya Dunia. Ule mradi una thamani ya dola milioni 3. Ule mradi ni wa kuweka umeme wa jua kufunga kwenye kaya, kwenye takribani visiwa 120 hapa Tanzania nzima. Na sisi mkoa wa Mwanza tutafaidika. Tutafungiwa mifumo kwa Mwanza nzima, nadhani mifumo kama zaidi ya 8,400 na kidogo. Na Ukerewe hapa tutapata mifumo kwenye 5,500 na kitu hivi. Sikumbuki namba kamili. Kwa sasa hivi visiwa vingi vinatumia umeme wa kampuni sijui inaitwa Junene sijui nini huko, sikumbuki jina lake vizuri, ambayo wanauza uniti moja shilingi 2,000. Gharama kubwa sana. Kwa serikali imeliona hilo, imeamua kuja kufunga kwenye visiwa vyote vya wilaya ya Ukerewe umeme wa jua. Kwanza kabisa nataka nianzishe ligi itaitwa Mbunge Cup au Master Key Cup. Tutajadiliana wenzangu tuone jina lipi litafaa. Nitakuwa naleta vifaa vya michezo, tutaandaa zawadi nzuri tutawapa washindi, na wale vijana ambao watafanya vizuri sana wenye vipaji maalum tutaangalia namna ya kuendeleza vipaji vyao. Lakini pia na kusudia tuwe na sisi dabi ya Simba na Yanga katika wilaya yetu ya Ukerewe. Dabi ya Simba na Yanga itakuwa ni mechi moja tu. Simba atajua anavyojiandaa na Yanga wanajua watakavyojiandaa, halafu tunawakutanisha mara moja kwa mwaka. Dabi ya Simba na Yanga hapa Simba ya Ukerewe. Simba ya Ukerewe, sio Yanga. Hapana, Simba ya Ukerewe. Yanga ya Ukerewe na Simba ya Ukerewe. Yaani washabiki wa Yanga wale utoporo wanajikusanya, wanatengeneza timu yao, na sisi ubaya ubwera tunatengeneza timu yetu, wanakutana. Haina shida, huwa tunabadilishana. Simba na Yanga wanabadilishana. Yanga wamemaliza miaka yao 4, sasa ni zamu ya Simba. Hatuna wasiwasi na hilo. Tunataka hapa na sisi tutengeneze timu itakayoingia ligi kuu sasa ya Premier League. Tunaanza safari hiyo. Yaani tutarajie kuiona timu ya Ukerewe hapa. Tunaanza safari ya kuitengeneza hiyo timu mpaka tufike ligi kuu. Ni kweli upatikanaji wa maji salama na safi ni swala muhimu sana, kwa sababu sasa hivi watu bado wanachota maji ziwani, na kule wanakumbana na changamoto ya maambukizi ya kichocho. Hapa kichocho kiko sana, kinashughulikia watu sana. Kwa hiyo tunahitaji pamoja na matibabu, lakini pia tunatakiwa tuwatoe watu kwenye mazingira yanayowafanya wapate kichocho. Kwa kwanza ni kuleta maji salama ili waache kwenda ziwani kuchota maji. Kule ziwani kuna matete fulani hivi
konokono wa kichocho wanapenda sana wakapo. Kwa ukienda kuogelea kule unapata kichocho sana. Na kichocho kinawashambulia sana hapa na kinaua pia watu kwa kiasi kikubwa. Kwa kuna miradi mpya itakuja na miradi ya zamani ambayo ilikuwa ishaanza kujengwa haijakamilika, na mingine ilishakamilika lakini haitoi maji. Kwa nitapambana kuhakikisha kwamba ile miradi yote ya zamani inatoa maji mwaka mzima. Miradi ambayo haijakamilika tunaikamilisha, na miradi mpya itakayokuja tunaifanyia kazi kwa weledi kuhakikisha kwamba tunapata matokeo yanayotarajiwa. Kwa hiyo wanaokerewa wategemee Ukerewe yenye maji ya bomba yanayotoka, sio kuwa na maji ya bomba DP ziko pale lakini hazitoi maji. Hilo tunataka tuondoe changamoto. Tuhakikishe kwamba maeneo ya vijijini yanapata maji ya kutosha na maeneo ya mjini pia. Kwa nitafanya kazi kwa karibu sana na RUWASA na MWAUWASA kuhakikisha kwamba natimiza lengo hilo. Kwa kweli hii sekta huwa Ukerewe mpaka sasa hatuna kiwanda hata kimoja. Nataka niwe mbunge wa kwanza kuleta kiwanda Ukerewe. Kipindi cha mvua, na bahati mbaya au nzuri, kipindi hicho ndio wavuvi wa dagaa wanapatikana kwa wingi. Lakini kutokana na hali ya kutokuwa na jua, dagaa wengi sana wanaoza, wengine wanazikwa. Kwa hiyo ni hasara sana kwa wavuvi. Kwa kitu changu cha kwanza ninachotaka kufanya, kipaumbele cha kwanza, ni kutafuta wadau wa kujenga kiwanda cha kukausha samaki. Na nipende tu nitoe wito kwa Wakerewe wenzangu wenye uwezo wachangamkie hii fursa, kwa sababu kiwanda cha kutengeneza kiwanda cha kukausha dagaa gharama yake sio kubwa kukijenga. Mtu akiwa na mtaji wa milioni 200 kile kiwanda anajenga, kwa sababu kinaajiri watu takriban 50 tu. Na nishafanya mazungumzo na uongozi wa benki ya NBC Limited, wako tayari kutoa mkopo kwa mtu yeyote atakayejitokeza kwa ajili ya ujenzi wa kiwanda kama hicho. NBC wana package maalum kwa ajili ya visiwa vya huku, especially hivi visiwa kutaka kuweka kiwanda cha kutengeneza barafu. Pesa pale, na package maalum pale, kiwanda cha kukausha dagaa, yani vitu vyote vinavyohusu mambo ya visiwani. Kwa hiyo hilo nataka nilipe kipaumbele. Swala lingine ni sisi kuna msimu wa matunda. Msimu huu tuna matunda mengi sana. Huko wananchi wetu wanapunjwa sana. Kuna mtu anakuja ananunua machungwa madogo. Ananunua mtu labda kwa 10,000 au 20, alafu yeye anakuja kuvuna matenga kwa matenga. Kwa pia niwaalike Wanaokerewe wenzangu, tuangalie uwezekano wale wenye uwezo kujenga viwanda vidogo vya kusindika matunda. Inawezekana kujenga kiwanda kikubwa kwa sasa, kwa sababu matunda haya ni ya msimu, inaweza kuwa changamoto. Mwekezaji huyu ambaye, hakuna mwekezaji ambaye yuko tayari kufanya kazi kwa miezi 3 alafu apumzike miezi 9. Lakini mbadala mwingine ni kujenga depo ya kukusanya matunda. Tuwasiliane na hao watu wanaotengeneza juisi kama Jambo au Azam, basi wanakuja kuchukua matunda huku
wajenge depo zao hapo. Kona natarajia niwatembelee wote. Takwenda Jambo, takwenda Azam. Natambua Azam ananunua matunda kutengeneza juisi zake mpaka Ruvuma huko mpaka Mbeya. Nawaomba tu ndugu zangu, nitoa wito kwa ndugu zangu wa Ukerewe, wana Ukerewe wenzangu, mnichague kuwa mbunge wenu. Nataka kuleta Ukerewe mpya. Ile Ukerewe ya mazoea nataka tuachane nayo. Tunataka kuanza safari ndefu ya maendeleo. Tuendelee kwa kwenda mbele, sio kuendelea kwa kusimama. Ukichukua umri wa wilaya yetu katika eneo la miundombinu na kilomita za lami tulizonazo, ni sawasawa kama tulikuwa tunaendelea kurudi nyuma badala ya kwenda mbele. Sababu kuna halmashauri, kuna siku nimsikia baada ya kura ya maoni, nimsikia Msukuma katika jimbo lake anasema halmashauri yake na miaka 5 lakini ana kilomita 20 za lami. Sisi miaka 61 kilomita 7 za lami. Kwa nataka tuanze safari ndefu ya maendeleo, hatua kwa hatua. Kwa naomba wanichague mimi. Mimi ndio suluhisho la maendeleo yao. Mimi ndio na ufunguo wa maendeleo ya Ukerewe. Huu ufunguo huu wasiponichagua mimi nitaondoka nao, hawataupata tena. Oktoba tunatiki. Wanamtiki Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa 99%. Wanamtiki mbunge Daktari Mkama Sweetbet Zakaria kwa 99%. Na madiwani watajua, watawapa za kutosha, wawape kura za kutosha washinde wote. Ila sisi huku juu kwa rais 99, mbunge 99 na madiwani wataweza kupata 99, tunawakaribisha sana. Lakini natamani kata zote zishinde na Chama cha Mapinduzi kwa sababu yale mafiga matatu yale. Ukiondoa figa moja, sufuria likai pale. Na kwa ukiweka huko linaanguka. Natamani ndugu wa Ukerewe wenzangu, wana Ukerewe wote, mulio Ukerewe, mkichague Chama cha Mapinduzi. Chama dume, chama chenye sera nzuri, chama cha kuleta maendeleo Ukerewe. Msikubali kulamba sumu. Kuwachagua wapinzani ni kulamba sumu. Sumu hailambwi. Ukilamba sumu inaweza kukatakata utumbo, ikakata maini, ikakata mafigo, kila kitu kikafa ndani ya mwili wako na mwisho wake unakufa. Kwa hiyo chagua CCM, ulambi sumu. Chagua upinzani, unalamba sumu.